tupate chenye tulicho kutafuta alafu turudi. Wewe kwani mbona unatetemeka? Unaogopa kurudi kwenye uliuza? Kwenye uliuza. Hebu niambie. Ngoja nikwambie. Kama wewe ni Mkenya, kama wewe ni Burundi, mahali popote ulipo, jua hili neno hili. Kabla hujatoka kwa tumbo ya mama yako, Mungu alikuwa anajua maisha yako. Kabla hujatoka kwa tumbo ya mama yako, Mungu alikuwa anajua maisha yako. Sasa mbona tunaogopa sisi wanadamu? Rudi nyumbani. Usiporudi, kinachoandikiwa na Mungu kupata, utapata kwa jina la Yesu. So, acha kubishana tu na Wakenya, mkiongea mbaya nini. Acha waseme tu, huwezi bishana nao. Wewe tu fanya kazi yako na bidii, halafu uombe Mungu urudi kwa nyumba. Urudi nyuma. Kuna mtu alikuja kukaa huku Kenya? Hapana kabisa. Sisi wote tulikuja tu kutafuta pesa halafu turudi. So, kama tuliandikiwa kupata tukiwa hapa Kenya, tutapata kwa jina la Yesu. Kama hatutapatia hapa Kenya, kama tutapatia huko nyumbani ama nchi nyingine ama mahali pengine, hata hapa tutapata kwa jina la Yesu. Je, Waswahili walisema kisicho riziki hakiliki. Mnasikia? Kisicho riziki hakiliki. So tusilalamike sana na tusiogope sana. Kwani tukirudi nyumbani maisha yetu atakuwa amesimama ama? Mzazi wako alikulea ukakua, ukiwa mkubwa ndio ulifikiria kukuja huku Kenya. So ulikuja vile ulikuwa mtu mkubwa. Mbona Mungu aliamini wewe kuwe mkubwa na ukuje Kenya na kupe akili mzuri ya kutafuta? Sasa sio tu ni mpango wa Mungu. Ulikuwa unaishi aje huko nyumbani? Kitambo utoke utotoni mpaka kuwe mkubwa. Sio ni maisha ulikuwa nayo? So wamekuona hapa ndio wameanza kupiga kelele, si ndio? So acha waamue ama Mungu aamue. Kama ni kurudi, sisi tutarudi juu tuko na mahali pa kutoka. So msijiremeze mambo mengi kama mzigo.